Shalom. Yes, Mungu wa mbinguni akubariki sana. Karibu katika kipindi chetu chena cha leo. Tuko na mfululizo siku hizi 7 maombi yanayodhihirisha miujiza, na leo nikiwa ni siku yetu ya 4. Tayari kuna siku 3 zimetangulia hapo nyuma katika maombi yanayodhihirisha miujiza, lakini siku ya leo tutakwenda kuangalia kichwa cha somo ambacho tunasema kutembea juu ya maji. Yes, kutembea juu ya maji. Katika maombi yanayodhihirisha miujiza siku ya leo tuko na kutembea juu ya maji. Nasoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 14. Nitaanzia pale mstari wa 22. Alafu tutaenda moja kwa moja. Mara akalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga makutano. Na alipokwisha kuaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba, na kulipokuwa jioni alikuwa huko peke yake. Na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari wakafadhaika, wakisema, ni kivuli. Wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu alinena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu, lakini alipoona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana, uniokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Nao walipopanda chomboni upepo ulikoma. Nao walikuwa huko ndani, waliokuwamo ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, hakika wewe mwana wa Mungu. Haleluya. Okay. Kutembea juu ya maji. Yes, kutembea juu ya maji. Unajua, tunaposoma neno lenyewe miujiza maana yake ni kwamba nguvu za Mungu zimeingilia kati sheria za kibinadamu na nimeweza kuleta matokeo ambayo yalikuwa yanazuiliwa na sheria za kibinadamu au sheria za asili. Ziko sheria za asili ambazo Mungu aliziumba na alizipa mamlaka ya kutawala ulimwengu huu, lakini ziko sheria za ulimwengu wa roho au neno la Mungu ambalo lina nguvu kuliko sheria za asili. So sheria za asili kwa namna moja ama nyingine zimekuwa zikiwa ni kikwazo kwa baadhi ya mambo kusonga mbele. Tunaweka mfano tu, mtu akipatikana na kansa kwa mfano, ni sheria ya asili kwamba wadudu wamevamia mwili sehemu fulani na seli za pale sehemu zinashindwa kufanya kazi ipasavyo. Ni sheria ya asili na kwa mujibu wa sheria ya asili mpaka sasa hakuna dawa. So nini kinachotokea? Nguvu za Mungu zinaingilia pale kwenye sheria ya asili, zinaivunja ile sheria. Yule mtu anaanza kufanya kile ambacho alikuwa hawezi kufanya. Kwa nini? Kwa sababu sheria za ulimwengu wa roho zimeingilia, nguvu ya ulimwengu wa roho imeingilia sheria za asili ikazikata. Sasa changamoto ni kwamba tunaishi na akili zetu zimejiandaa kuishi kwa kuzingatia sheria za asili, kwa sababu ndio maisha yetu. Kwa wakati mwingi unakuta sheria za asili sasa zinatuzuia kusonga mbele kwa namna moja ama nyingine, zinakuzuia kusonga mbele. Wakati kama huo ndio wakati ambao tunapata kichwa cha somo kinachoitwa kutembea juu ya maji. Kutembea juu ya maji ni pale ambapo sheria za asili zimegoma, lakini inabidi kumwendea Yesu, inabidi kutimiza mapenzi ya Mungu, inabidi maisha yaendelee. Tutafanyaje? Ndipo tunapata kitu kinaitwa kutembea juu ya maji. Haleluya. Kwa maneno mengine, ili tuweze kutembea na Mungu katika ukamilifu wake, lazima tujifunze kutembea zaidi tu ya ile ya kawaida ya kwamba tunatembea katika hali ya kawaida, lakini kuna ile ambayo tunaita kutembea juu ya maji. Haleluya. So unajua watu wengi wamekuwa wakimkosoa Petro kwa ajili ya kwamba alitembea juu ya maji alafu akazama. Kwa nini azame? Anyway, wakati unamkosoa Petro, nikukumbushe kitu kimoja kwamba Petro ndo mwanafunzi pekee aliyerekodiwa katika Biblia na hata nje ya Biblia, mtu ambaye aliwahi kutembea juu ya maji zaidi ya Yesu mwenyewe. Tuna Petro peke yake. Baada ya Petro hatuna rekodi ya mtu mwingine kama aliwahi kutembea juu ya maji zaidi ya Yesu. No, katika mwanadamu wa kawaida ni Petro peke yake. Okay?
Kwa hiyo tuna cha kujifunza kwa Petro, badala ya kumkosoa tuna kuona kwamba alizama, lakini alizama baada ya kutembea. Okay? Wewe je, umetembea au unaangalia tu kuzama kwa Petro? Yes. Na kama tunakwenda kutembea pamoja na Mungu katika ukamilifu wake, Mungu ambaye ni roho, alafu sisi tunaishi katika ulimwengu huu wa mwili, lazima tujifunze namna ya kutembea juu ya maji, katika maana ya kuzikanyaga sheria hizi za asili ili tuweze kunufaika na Mungu ambaye ni mkuu kuliko asili. Vinginevyo tutajikuta kwamba maisha na Mungu yanaonekana hayawezekani au yanaonekana kama hayana faida. Sio kweli kwamba hayana faida, ila ni kwa sababu tunataka kuendelea kutembea chini ya sheria hizi siku zote. Sisemi kwamba tusizifuate, lakini nasema yale maeneo ambayo zinataka kukuzuia wewe, kwamba huwezi kupata kazi kwa sababu hujasoma, huwezi kuwa tajiri kwa sababu hujasoma, huwezi kuwa hivi, yani kuna vikwazo viko pale, unavikubali tu. No, hapo ndipo ambapo unapata maarifa ya kutembea juu ya maji, kwa pamoja na hivi vikwazo nitatembea, nitasonga mbele. Nampenda Petro. Petro alikuwa anajua kabisa kwamba ukijaribu kutembea juu ya maji unazama. Yes, ukijaribu kutembea juu ya maji unazama, kwa sababu sheria ya asili ni kwamba kitu kizito kuliko maji hakiwezi kutembea juu ya maji. Lakini Petro akiwa anajua fika, maana ni mvuvi wa siku nyingi, akatoa mguu wake wa kwanza, akatoa mguu wake wa pili, akaanza kutembea. Haleluya! Kwa sababu gani? Kwa sababu sasa ameanza kuamini kitu kingine, ameanza kuiamini nguvu nyingine ambayo iko juu ya asili. Haleluya! Yes, lakini Yesu siku zote atakuita kutembea juu ya maji. Huo ndio kweli. Siku zote kama kweli unaendelea kutembea na Yesu, uwe na uhakika atakuita kutembea juu ya maji. Nikiwa na maana kwamba atakutaka ufanye mambo ambayo hauyawezi kwa akili zako, hauyawezi kwa elimu yako, hauyawezi kwa mtaji wako, hauyawezi kwa kuangalia watu, marafiki zako na ndugu zako, hata ukiunganisha yote hauyawezi. Hayo ndio mambo ambayo Yesu atakuita kuyafanya. Labda nikupe changamoto, kama unahisi kuna kitu Mungu amekuita ufanye, lakini kile kitu unakiweza tu hata wewe peke yako, kwa elimu yako, pengine kwa hela zako, pengine kwa rafiki zako, unakiweza bila hata Yesu kujihusisha kivile sana, uwe na uhakika kwamba hicho sio Yesu aliyekutuma. Lakini Yesu siku zote huwa anatuita tutoke kwenye boti na kuanza kutembea juu ya maji. Ndivyo inavyokuwa siku zote. Yesu atakuita kutembea juu ya maji, hata kuita kutembea kwenye nchi kavu ambapo hata asingekuita ungetembea. No. Mimi sijajua ni eneo gani la maisha yako ambalo Yesu anakuita sasa utoke kwenye boti, uanze kutembea kwenye nchi kavu, uanze kutembea kwa imani. Haleluya. Kama unaenda kutembea na Mungu katika ukamilifu, lazima akili zako zijiandae kwamba ni kweli sina mtaji, ni kweli sina hiki, ni kweli sina marafiki, ni kweli, lakini hili jambo litafanikiwa kwa sababu Bwana ndiye aliyeniamuru, kwa sababu Bwana yuko pamoja na mimi. Jambo hili litafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Haleluya. Oh my God. Jambo hili litafanikiwa hata kama kuna vikwazo 1, 2, 3, 4, 5, 6, lakini kesi inakwenda kushinda kwa sababu Bwana Mungu yuko upande wangu. Hapo sasa unatembea juu ya maji. Haleluya. Okay. Yesu alikuja akiwa anatembea juu ya maji, ambayo hayo maji ndio yalitaka kuwaua. Okay? Maji hayo yaliyokuwa yanaelekea kuwaua hawa, huyu anakuja anatembea juu ya maji hayo. Ikiwa na maana kwamba tatizo ambalo linakutishia wewe sio tishio kwa Yesu Kristo. Jambo ambalo ni kubwa sana kwako sio kubwa sana kwa Yesu Kristo. Kitu ambacho kinakutishia kwamba hautaweza, hakiwezi maneno hayo kikaongea kwa Yesu Kristo. Haleluya. Yesu anakuja anatembea juu ya maji, wakati maji hayo ndiyo yananusulika kuwaua hawa. Wametembea kwa shida usiku kucha, wanahangaika kutoa maji yanaingia, wanaelekea kuzama, alafu Yesu anakuja hana hata cha kutolea maji, ndio kwanza anatembea juu ya hayo maji. Nataka nikwambie kitu kimoja, kwamba hii tatizo linaonekana kwako, lakini kwa habari ya Yesu Kristo sio tatizo. Na kama utaamua kuliamini neno lake ambalo Petro aliliamini alipoambiwa njoo, hapo akatoka kwenye boti akaanza kutembea, lile lililokuwa tatizo kwako halitaendelea kuwa tatizo tena, ikiwa tu utachukua hatua ya imani ya kufanya kile ambacho Bwana anaenda kukuamuru
ukifanye katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Kwa hiyo lile ambalo ni tatizo kwako sio tatizo kwa Yesu Kristo kabisa. Mimi sijajua unapitia changamoto katika eneo gani, pengine eneo la mahusiano, pengine eneo la kazi, pengine ni afya yako. Nataka nikwambie kwamba hiyo sio tatizo kwa Yesu Kristo. Yesu anatembea juu ya maji yale yanayokutesa, kwake ni kama ardhi tu ya nchi kavu, anatembea kawaida sana. Kwa hiyo ukiamini neno lake, na wewe unaenda kutembea juu ya hilo tatizo, juu ya huo ugonjwa, juu ya hiyo changamoto, kama vile Petro alivyoanza kutembea juu ya yale maji ambayo yalikuwa yanataka kuwaua. Oh my God. Oh yes. Lakini kulikuwa na vitu kingine hapa kwamba wakati Petro ametoka kwenye boti, kuna watu waliwaacha kwenye boti. Sikiza, kuna watu ambao waliendelea kuona kama kukaa kwenye boti ni salama zaidi kuliko kutoka na kuanza kutembea juu ya maji. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba boti ile ilikuwa kwenye hatari kubwa sana ya kuweza kuzama. Kwa hiyo kuendelea kubaki kwenye boti kuna uwezekano ukapoteza maisha, lakini ni kweli kwamba hata ukiamua kutembea juu ya maji unaweza kupoteza maisha. Lakini angalau nje ya boti yuko Yesu Kristo, anaweza ataka kushika mkono. Lakini ndani ya boti hakuna matumaini, unaweza ukafa. Nikwambie kuna mtu hapa ambaye Mungu anamuita afanye kitu fulani, lakini yuko ndani ya boti. Pengine boti lako ni kazini kwako, pengine boti lako ni marafiki zako, na pengine boti lako ni ile biashara uliyoizoea, pengine boti lako sijajua ni sehemu gani, lakini ambapo unahisi kabisa nikikaa hapa niko salama, lakini Mungu ananiitia pale ambapo sitakuwa salama. Nataka nikuulize kwamba unatoka lini nje ya boti, kwa sababu hilo boti lina matatizo mpaka sasa. Unatoka lini nje ya boti kumwamini Mungu kwamba yes, Bwana, nasikia moyoni mwangu unaniambia nianzishe biashara hii, nasikia moyoni mwangu unanianzia nianzishe huduma hii, hata kama kwa sasa sioni dalili yoyote, lakini nitatenga muda kuanzia leo. Hata kama nitaingia sala, nitatenga muda kwa ajili ya hili jambo ambalo Bwana nasikia moyoni mwangu umeniitia. Nasikia moyo wangu unapiga kelele kwamba sasa ni saa ya kufanya mambo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kwa hiyo nitatoka sehemu fulani na nitaenda sehemu fulani. Kwa maneno mengine, kila mtu kwa namna moja ama nyingine ana boti lake. Ni kitu ambacho amezoea kukifanya, hata kama Mungu anajaribu kumtoa pale, Mungu anajaribu kumpeleka sehemu nyingine. Inawezekana upo katika mahusiano fulani ambayo yamekushikilia kama boti. Unawaza nikitoka, je, itakuwaje nikitoka? Lakini nikuulize, kuna lolote linaloendelea hapo? Yes, let's say huko nje hakuna lolote litakaloendelea, lakini hata hapo mbona hakuna lolote linaloendelea? Si afadhali utoke ndani ya boti alafu mema utakutana nayo nje? Lakini pia uzuri ulikuwa ni kwamba nje ya boti alikuwepo Yesu Kristo mwenyewe. Haleluya. Kwa hiyo Petro aliamua kutoka nje ya boti. Sikia, kama unaenda kufanikiwa kutembea na Mungu, lazima ujifunze pia kutembea peke yako. Na akiwa anamaanisha kwamba kuachana na watu. Siku zote ukipenda kwenda na watu, huenda ukapishana na Mungu. Kuna msemo mmoja unasema sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Sio kweli? Sio mara zote, mara nyingi kwanza inapingana. Sauti ya wengi inakuwa sauti ya shetani, haiwagi sauti ya Mungu. Sikiza nikwambie, kama unaenda kutembea na Mungu, lazima ujiandae kutengwa na watu. Lazima ujiandae kukua kama uko peke yako, kwa sababu ni watu wachache watakao kuelewa utakapoambia nimesikia sauti ya Yesu kiniambia nitembee juu ya maji. Watakwambia umechanganyikiwa, wewe ni cheese. Ni nani aliwahi kutembea juu ya maji? Nani kwenu aliwahi kujaribu hicho kitu? Nani kwenu aliwahi kujaribu kufanya hivyo? Wewe una matatizo ya akili tangia lini? Yes, Petro alisikia sauti ya Yesu kumwambia njoo, toka kwenye boti, njoo. Petro akachukua hatua, akatoka kwenye boti, akaanza kutembea juu ya maji anakwenda. Lakini huko nyuma aliwaacha watu kwenye boti. Mimi nashangaga watu wengine wanakuwa wanalalamika, hii kazi mbaya, hii kazi haina mshahara, hii kazi tunatapeliwa, lakini kesho ukija tena yuko ndani ya boti, malalamiko tu, ili boti tunataka kuzama, jamani, maji tutoe, ili boti ni baya, mara limetoboka. Okay, Yesu anasema njoo, atoki tena kesho. Hii kazi, oh my God. Ni lini ambapo unaenda kumwamini Mungu juu ya kutoka kwenye boti? Kila siku unalalamika, alafu kutoka hutoki, ila malalamiko kibao. Si utoke umwamini Mungu. Kama unaamini kabisa Mungu amekuitia nje ya boti, unasikia sauti ikisema njoo, mimi nataka nikwambie kwamba
hebu toka ukaone ukuu wa Mungu. Sababu kwa nini tunaishi maisha ambayo hayana miujiza? Ni kwa sababu hatujaamua kumwamini Mungu kutoka nje ya boti. Tumejifungia ndani, kwa sababu hapa ndipo na ndugu zangu wote wako, hapa ndipo na rafiki zangu wote wapo, hapa ndipo kila mtu unayemfahamu yupo, na fulani aliishia hapa hapa, na fulani aliishia hapa hapa, na fulani. No, sio habari ya fulani aliishia hapa hapa. Swala ni kwamba nimesikia sauti ya Yesu ikiniambia toka nje, njoo. Kwa hiyo nikaamini lile neno la Yesu la njoo, alafu ninaanza kutoka. Haleluya. Kuna mtu ambaye Mungu anamsemesha ndani ya moyo wake kwamba afungue biashara fulani, afungue shirika fulani, afungue huduma fulani. Yes, lakini anaogopa. Anasema sina mtaji, anasema nitafeli kama fulani, anasema yes. Lakini nataka nikwambie kitu, hata hapo ulipo uko ndani ya boti unaendelea kufeli. Mpaka hapo bado unaendelea kufeli, kwa sababu hauliishi kusudi la Mungu katika maisha yako. Mimi nakutia moyo kwamba kuna maisha nje ya boti, kuna maisha nje ya boti, kuna maisha nje ya usalama. Sikiliza, Mungu anajua alipokuita. Haleluya. Alipokuitia anajua, ameshaandaa kila kitu. Kwa hiyo jaribu, chukua hatua ya kutoka nje ya boti, utaona mpenyo katika jina la Yesu Kristo. Utaanza kuona miujiza. Miujiza inaanzia wapi? Inaanzia kwenye kumwamini Mungu, kutoka nje ya boti, kutoka nje ya usalama, kutoka kwenye yale uliyoyazoea. Ukasema sasa nimezoea kuomba kazi huku, sasa naenda sehemu fulani, madam tu nasikia moyoni mwangu kama vile Bwana ananiongoza. Mwingine ataniambia lakini vipi ikiwa nikaenda huko nikafeli, na vipi ikiwa labda kusikia vizuri haikuwa sauti ya Mungu? Mambo ni mengi, lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Hata Petro alifeli. Okay? Alitembea juu ya maji, hatujui alitembea juu ya hatua ngapi, lakini alifeli. Akaanza kuzama. Alipoanza kuzama, habari njema ni kwamba Yesu akamshika mkono. Kwa nikwambia kitu kimoja, Yesu alijisikia vizuri zaidi kwa sababu Petro alikuwa amelijaribu neno, ameamua kufuata neno. Kwa hiyo hata kama hakufika pale alipokusudiwa, angalau alichukua hatua. Huwa namsema mtu mmoja, Samsoni namfananisha sana na kisa hiki. Watu wengi tutamnyoshia kidole Samsoni alikuwa mzinzi, Samsoni alipoteza kusudi la Mungu, Samsoni. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja kwamba Samsoni aliitiwa na Mungu akapigane vita na Wafilisti. Na alipotoka nyumbani, Samsoni alichukua hatua ya imani ya kumwamini Mungu kwamba ninaenda vitani kwa Wafilisti. Kwa hiyo aliamua kutembea juu ya maji. Na akiwa ameenda vitani kwa Wafilisti ndiko akadanganywa na Delila, lakini angalau alitoka nyumbani kwenda vitani. Haleluya. Alitoka kwenda kutimiza shauri la Mungu, na Mungu hakumghadhabikia Samsoni moja kwa moja, na ndio maana alipomuita Samsoni, alipomuita Mungu alisikia na Mungu akamjibu. Haleluya. Ikiwa na maana kwamba Mungu hakumghadhabikia Samsoni kwa sababu angalau Samsoni alitoka kwenda kutimiza kusudi la Mungu. Angalau Petro alitoka kuanza kutembea juu ya maji sawa sawa na neno la Bwana. Bwana anakuambia nini wewe? Je, umetoka nje ya boti kwenda kutekeleza shauri la Bwana, au umebaki humo ukiendelea kusema kuna siku? Hiyo siku ni lini? Hiyo siku itafika? Kuna siku? No, saa ndio hii ya kutoka na kumwamini Bwana kwa mambo makubwa. Haleluya. Tumekaa katika mambo madogo imetosha. Huu ndio wakati wa kutoka nje ya boti na kumwamini Bwana kwa mambo makubwa. Bwana anaweza kufanya mambo makubwa. Biblia inasema wazi, atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo makubwa mno kuliko yale tuyawazayo na tuyaombayo, kwa kadiri ya ile nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kumbe Bwana yuko tayari kufanya mambo makubwa mno kuliko tunayowaza na kuomba. Lakini swala ni kwamba sisi ile nguvu itendayo kazi ndani yetu tuipe kazi. Tuitendeshe kazi ile nguvu iliyo ndani yetu. Tuitendeshe kazi. Kadiri ambavyo tunaitendesha kazi ndivyo ambavyo Bwana anaenda kuachilia nguvu zake na zaenda kufanya maajabu. Haleluya. Yes. Ndani ya boti hakuna matumaini. Okay? Ni kweli nje ya boti kuna hatari, lakini ndani ya boti hakuna matumaini. Habari hii inafanana na habari ya wale wakoma wanne waliosema hivi, tukikaa hapa tutakufa, tukiendea Yerusalemu mjini tutakufa. So tunafanyaje? Angalau tuwaendee jeshi la Washami wakutuhifadhi. Haya, sawa, lakini wakitua basi, ila kuendelea kukaa hapa haina haja. Hakuna tutakachokibadilisha hapa. Mimi nashangaa kuna watu wengine ambao ameshagundua kwamba kwa kazi hii, kwa mwendo huu, kwa biashara hii, maisha sitoboy, lakini amelizika. Okay? Yupo tu. Unasubiri nini yani?
Yaani unasubiri nini? Mimi nakupa changamoto ya kumwamini Mungu na kutoka nje ya boti. Haleluya. Kuchukua hatua ya imani kwamba Bwana, ninatoka kwenda kubadili kazi kwa jina la Yesu, kwa maana nimegundua kwamba kwa kazi hii sitaweza kuhudhuria ibada. So kwa sababu mimi niko tayari, nataka kuendelea kuhudhuria ibada, hii kazi ninaipiga chini kwa jina la Yesu, na ninaendea kazi nyingine ambayo itanipa muda na Mungu. Nani anasema hivyo moyoni mwake? Mungu amsikie huyo, ili Mungu ampe nguvu za kutembea juu ya maji kama. Haleluya. Oh my God. Jesus Christ. Okay, neno njoo ndio ilikuwa nchi kavu kwenye maji. Lile neno aliloambiwa na Yesu, njoo, ndilo lilikuwa kama nchi kavu kwenye kutembea juu ya maji. Haleluya. Madamu una neno la Bwana, tembelea neno hilo. Tembelea neno hilo kwamba no. Mwingine anasema neno la Bwana mpaka aoteshwe. No, neno la Bwana lililoandikwa kwenye Biblia umeandikiwa wewe. Yes, umeandikiwa wewe. Sawa? Limeandikwa kwa ajili yako. Madamu neno la Bwana limeshakwambia kwamba kwa kupigwa kwa Yesu nilipona. Chukua hatua ya imani kwamba nilipona. Hizi sikiza, umeshaambiwa kwamba ugonjwa hauna dawa. Okay? Si uchukue hatua ya kutoka nje ya boti na kumwamini Yesu kwamba anaweza kuniponya. Ushaambiwa hakuna dawa, yani ndani ya boti hakuna matumaini, umeshaambiwa. So unasubiri nini sasa? Ushaambiwa kwamba huu ugonjwa bwana kitabibu kihospitali ndio basi umepatikana. Lakini tena kuchukua hatua ya imani ya kumwamini Yesu na kwanza kutembea juu ya maji nayo hutaki. So utakufa sasa. Utakufa kabla ya wakati wako. Sikiliza, mimi nakupa changamoto ya kutoka nje ya boti na kuanza kutembea juu ya maji. Haleluya. Lile neno njoo ndio ulikuwa msingi wa Petro. Bwana amesema nini kuhusu hali yako unayoipitia? Bwana amesema nini kuhusu hali hiyo? Haleluya. Bwana amesema nini? Amesema hivi, mwibaji asiibe tena, bali afanye kazi iliyo njema kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji. Kwa hiyo kumbe kuwa na kazi ni sawa kibiblia, na sio kazi tu, kazi ambayo inakutosha wewe alafu inatosha uwe na kitu cha kumgawia mhitaji. Kazi yote ambayo haikupi kitu cha kumgawia mhitaji, hiyo kazi ni ndani ya boti. Lazima ujipe changamoto kwamba hii kazi niko ndani ya boti. Lazima nimwamini Mungu kwa mambo makubwa. Haleluya. Nitatoka, nitaenda kutafuta flame kubwa. Just go, nenda, tembea juu ya maji bwana. Ukizama Yesu anakuinua. Unaogopa nini? Toka. Haleluya. Toka kwamba neno la Bwana linasema hivi na hivi na hivi, kwa kupigwa kwa Yesu nimepona. Mimi nimelala kitandani hapa, ndio vitu gani? Ninatoka, ninamwamini Bwana na kuanza kutembea juu ya maji. Hata kama bado nasikia maumivu, ninatoka na kuanza kutembea juu ya maji, kwa sababu kuendelea kulala pale nitakufa vile vile. Kwa sababu hiyo ni kukaa ndani ya boti ambapo hapana matumaini. Angalau nje nitakutana na Yesu, kuna matumaini. Yes, nasema na mtu ambaye amekaa kwenye hali moja muda mrefu. Mpaka lini? Kwani usichukue hatua ya kumwamini Bwana juu ya kile alichokisema kwenye neno lake? Yes, Bwana amesema nini kwenye neno lake? Chukua hatua ya imani ya kumwendea Yesu nje na kuanza kutembea juu ya maji. Haleluya. Oh God. Alitoka peke yake, akimwangalia Yesu, sio wenzake. Petro alipokuwa ametoka alikuwa anamwangalia Yesu, sio kuanza kuangalia wenzangu mbona wamebaki. Sikiliza, wewe ndio uliyesikia neno la Bwana kwamba maisha haya sio. Roho wa Mungu anakushuhudia kabisa kwamba maisha unayoishi sio kabisa, na neno la Mungu linakushuhudia. Unaanza kusema mbona na fulani naye anaishi hivi, mbona fulani naye anaishi hizi, mbona naye haendagi ibadani, mbona naye haendagi kwenye mkesha, mbona naye haendagi kwenye maombi. Hayakuhusu. Petro ili aweze kutembea juu ya maji ilibidi ayakatae mambo ya kuangalia watu. Sababu kwa nini hauoni miujiza kwenye maisha yako? Ni kwa sababu unataka kufanana na watu ambao hujui wana agano gani na Mungu au hawana kabisa. Hao ndio watu ambao unajaribu kujifananisha nao. Sikia, ukienda kwa mwendo huo ni vigumu sana kuanza kutembea juu ya maji. Ni vigumu sana kuanza kuona miujiza kwenye maisha yako. Lazima uamue kwamba kuna wakati ambao, au sasa ndio wakati ambao sitaangalia wenzangu wameridhika na maisha haya, tumejenga kinyumba kimoja wameridhika, mimi sitaangalia haya, nitaangalia mbele. Haleluya. Nitaangalia mbele, nitamwangalia Yesu na kile anachokisema kwenye maisha yangu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kinachozuia watoto wa Mungu tusione miujiza ni kwa sababu tunajaribu kujilinganisha na kulevo maisha na watu wengine ambao hujui hata wanaenda wapi na wametoka wapi. Lakini ukiamua kumwangalia Yesu kama Yesu, ni rahisi sana kuanza kuangalia na kuanza kutembea kwenye miujiza. Haleluya. Yes, lakini neno la Bwana nasema kwamba Petro alipouona upepo alianza kuzama. Yes, haisemi alipomuona Yesu. Na kwa kawaida ubongo wa binadamu hauwezi kuona vitu viwili kwa pamoja. Yeah, what I mean. Yani hauwezi kufocus kwenye taarifa mbili kwa pamoja. Lazima uchukue moja na moja uipunguze kidogo na moja. Yes, ndio maana Yesu anasema hamwezi kutumikia Mungu na nini? Na mali. Anyway, Biblia inasema alipouona upepo. Mara ya kwanza alimuona Yesu akitembea juu ya maji, akaanza kutembea. Lakini sasa akabadilisha uelekeo, akaanza kuangalia nini? Upepo. Upepo ni nini? Upepo ni zile dalili za ugonjwa ambapo umeshaombewa kwamba umepona, lakini zile dalili za ugonjwa zinaendelea. Bado unasikia maumivu ya tumbo, bado unasikia mwili umechoka, bado unasikia nini? Je, unaenda kumwangalia Yesu na neno lake alilosema kwa kupigwa kwake umepona, au utageuka kuangalia upepo ili uanze kuzama? Upepo ni nini? Upepo ni pale ambapo umeshafungua kazi, sasa umemwamini Bwana Yesu, umefungua kampuni yako, umefungua biashara yako, ghafla unaambiwa sijui unadaiwa TRA, sijui unadaiwa nini, sijui nani, kampuni inabidi ifungwe, sijui kanisa lifungwe. Huo ni upepo. Je, unaenda kuangalia upepo au utaachana nao halafu uendelee kumwangalia Yesu? Alichokosea Petro, yeye akageuka akaanza kuangalia upepo, na mara alipoanza kuangalia upepo alianza kuzama hapo hapo. Mimi nakupa changamoto, unaangalia nini wewe? Je, unamwangalia Yesu au unaangalia upepo? Mbona umeanza kuzama? Ulikuwa unaamini kabisa juu ya uponyaji, ulikuwa unaamini juu ya kubarikiwa na Mungu, ulikuwa unaamini, ulikuwa muumini mzuri tu. Unajua kilichokurudisha nyuma? Unajua ni nini? Umeanza kuangalia watu. Okay? Umeanza kuangalia hofu. Umeanza kuangalia vitu vinavyosababisha watu washindwe. Umeacha kumwangalia Yes. Oh my God. Muda wangu naenda sana. Okay, nimalizie. Nataka tuwe tukafanye maombi ya ukili hapa kwa ajili ya kutembea juu ya maji na kuona miujiza. Haleluya. Alianza kuzama au kukata tamaa wakati amekaribia kwa Yesu. Mara nyingi hiyo ndio changamoto. Ukiona unajisikia kukata tamaa, mimi nikupe changamoto tu. Maana yake ni kwamba umekaribia kufika kwa Yesu. Kwa sababu Petro anaanza kuzama ndio anafika kwa Yesu, kumbe ni swala tu ya Yesu ananyosha mkono na kumuinua. Haleluya. Habari njema hii jamani. Inatia moyo. Kumbe pale ambapo unaona umechoka kabisa, umekata tamaa, ndio Yesu yupo karibu sasa. Oh my God. Hata hivyo Petro alikuwa ameshaanza kuzama, Yesu akamshika mkono akamuinua. Kuna mtu mwingine hapa ameshaanza kuzama. Siku ya leo nakuombea na Mungu anakwenda kukushika mkono na kukuinua, lakini angalau ulijitoa na ukaweza kutembea juu ya maji. Haleluya. Yes, ukaweza kutembea juu ya maji. Jesus Christ. Oh my God. Kwa hiyo wakati unajisikia kukata tamaa, inakuwaga ndio umefika, ndio umeshafika hivyo. Yes, kwa hiyo huyu jamaa alikuwa ndo ashafika, lakini akaanza kukata tamaa, akaanza kuzama. Yes. Okay, nakupa changamoto. Unazama ndani ya boti au unatoka nje kutembea juu ya maji pamoja na Yesu? Unajua Petro alipokuwa amezama, Yesu akamuinua, Yesu akaanza kutembea naye mkono kwa mkono. Yes, hiyo ni kama pongezi kwamba boy, umefanya vizuri. Haleluya. Yesu ni mwema sana. Yesu ni mwema sana. Atakupongeza sio tu siku ya mwisho, hata siku hizi atakupongeza, kwa sababu anavutiwa na watu ambao wanamwamini na wanaliamini neno lake kwamba ndivyo lilivyo. Hawasubiri mpaka watakapooteshwa, mpaka wanaliamini neno la Bwana kama lilivyoandikwa ndivyo lilivyo. Kwa hiyo Petro akaja akitembea pamoja na Yesu juu ya maji, wakaingia kwenye boti. Wanafunzi wote wakamsujudia Yesu. Of course hawakumsujudia Petro na haikutakiwa, lakini nachosema tu ni kwamba ule msafara ulikuwa sasa ni wa watu wawili, sio wa mtu mmoja. Haleluya. My God. Kuna mtu anataka kumwamini Mungu juu ya eneo fulani, unataka kutembea juu ya maji katika eneo fulani. Nataka tu tukaombe maombi haya ukiri, na kupitia maombi haya na muamini Mungu. Okay? Sio swala hasa la maombi. Unajua imani na miujiza haiendi kwa maombi marefu, inaenda kwa ufahamu mrefu. Ndio maana utashangaa katika vipindi hivi hatujaweka maombi mengi sana, ila tumeweka mafundisho kiasi, kwa sababu miujiza inategemea imani ambayo inakuja kwa kusikia, sio kwa kuomba. Jesus Christ. Ripo shakana masis. Rai sakale mazipi nikete bishana cross. Raskos be saisi endeli ya bishai.
Arandi abisaye compose akala manepo shaikai. Raikaida paso kolobo shanali besinti kijini bisondo cross. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Rabo shakante besente brisho no consetilia paso. Rantilia paso compression na claste giziplo so. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Basi tunifuatisha maombi haya. Bwana Yesu, naomba unisamehe kwa vile ambavyo nilisikia neno lako lakini nikaogopa kutoka nje na kuanza kutembea juu ya maji. Nikashikilia usalama ambao ulikuwa ndani ya boti kwa sababu niliona angalau tuko wengi, nikaangalia wenzangu badala ya kuangalia wewe. Lakini siku ya leo nimesikia maneno yako na mimi nimeamua kutubu na kugeuka na kuanza kufuata neno lako katika jina la Yesu Kristo. Nimeisikia sauti yako ikiniita njoo kwenye eneo fulani, na mimi naahidi kuanza kukufuata sasa, hata kama itakuwa ni kutembea juu ya maji. Ninajitoa kuanza kufuata sauti yako katika jina la Yesu Kristo. Bwana, nitafuata sauti yako kwenye mahusiano yangu. Bwana, nitafuata sauti yako kwenye huduma yangu. Bwana, nitafuata sauti yako kwenye kazi yangu katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Ninakuamini Bwana, kama vile Petro alivyoliamini lile neno njoo, naye akaanza kutembea juu ya maji kwa ajili ya hilo neno. Na mimi kwa ajili ya neno lako Bwana ambalo umekwisha kusema nami hata katika maandiko yako matakatifu, kwa neno hilo na mimi natoka nje sasa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kwa neno hilo na mimi natoka nje kwa jina la Yesu Kristo. Ninaliamini neno hilo katika jina la Yesu Kristo, nami natoka nje sasa katika jina la Yesu Kristo. Rikasiboni kasa rakaso bonike sisa rikanso boni kresa raboni klaste kishodio rakosidio plasakaya rakaso botike sia katika jina la Yesu Kristo. Ninakuamini Mungu kwa jina la Yesu, kama vile Musa alivyokuamini akawatoa wana Israeli kutoka Misri, asijue watakula nini wala watavaa nini. Ni kwa sababu alijitoa kutembea juu ya maji, aliliamini lile neno lililosema naye katika jina la Yesu Kristo. Na mimi naliamini neno lako juu ya kazi yangu, ninaliamini neno lako juu ya familia yangu, ninaamini neno lako juu ya huduma yangu katika jina la Yesu Kristo. Na kwa sababu hiyo ninatoka na kuanza kutembea nikijua kwamba Bwana uko pamoja nami katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba hata kama kungekuja kuzama bado Bwana ulimshika mkono Petro ukamuinua. Ndivyo ambavyo ninaamini kwamba katika safari yangu ya kutembea juu ya maji, hata kama nitakutana na kuzama, bado Yesu Kristo uko kando yangu. Bwana upo karibu yangu, unanyosha mkono na kuninua na kuanza kutembea na mimi tena juu ya maji katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa ajili ya neema yako katika jina la Yesu Nazareti ale hai. Rika sabani esheke diba rabo shakante besende kreza rako shakato posika taya raka sika taita pashana klozo rabo shakante besende kreza rika seke tebeshedekezo rabo shakanta poseketia rika sokompo shaka na madie ramadia pasako lomo shake ekashene beniklozo ramo shakreze mesedo rama seto kopo shakatai ramo shakata moseketea rika shoko no mosike tibia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ale hai. Asante Baba, wewe ni mwaminifu. Elipisha na krasta poshone glesi rapase esheke di bisintio blo rapasantio brose ke chimi nikio ramo saka la madekinti ospire ramasati oproshe nikiti bai katika jina la Yesu wa Nazareti ale hai. Eko shari bakenta rama shakanti meseni klosto mosti idi biasto rabidiaso koprosha kati shakala manipio katika jina la Yesu, amen. Zikiri mission klosto bosanda kaya Matina kaide bisheni krosto kombo shekite enko shakala masetia prostos katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Haleluya, amina. Mungu wa mbinguni akubariki, na kitu ambacho nakushauri ni kwamba usisikilize mara moja tu, kwa sababu akili zetu zimezoea sana kutembea katika sheria za asili. Sikiza mara nyingi iwezekanavyo, ili uweze kuhamisha ufahamu wako kuanza kujiandaa kutembea kwa imani. Yes, kumbuke pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, na haya ni masomo ya miujiza au ni masomo ya imani. Kwa hiyo usisikize mara moja, tusikiliza tena, omba, unasikiza, unaomba, unasikiza, unaomba. Amina. Utajikuta ufahamu wako unabadilika na utajikuta unakuja na shuhuda nyingi sana za kutembea juu ya maji katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Kwa maswali au maoni au jambo lolote litakayohusiana na somo hili au mengine yanayofanana na hili, usisite kuwasiliana nami 0768 150 221 0768 150 221. Lakini pia unaweza kushiriki pamoja nasi kwa sadaka yako
ili tuzidi kusafirisha injili. Mwingine anatusafirisha mpaka hapa, na wewe unaweza kusafirisha injili kutoka hapa kwenda kwa mtu mwingine. Kwa namba hiyo hiyo, na jina linakuja Simiton Ndimbwa. Barikiwa sana. Amen.